Karibu mezani, sasa tule na kunywa. Bwana asifiwe. Andika jinsi ya kudumu kuliishi kusudi la Mungu. Jinsi ya kudumu na kuliishi kusudi la Mungu. Somo letu la kulijua kusudi la Mungu ama kusudi la Mungu, tulianza kuangalia maana ya kusudi la Mungu. Tulianza kuangalia maana ya kusudi la Mungu. Lakini pia tumeangalia umuhimu wa kusudi la Mungu. Umuhimu wa kusudi la Mungu. Tumeangalia hicho kipengele. Lakini pia tumeangalia jinsi ya kulijua kusudi la Mungu. Tumeshaangalia jinsi ya kulijua kusudi la Mungu, ikiwepo ni pamoja na kuomba Mungu akuongoze, Mungu akuelekeze, Mungu akufunulie, pamoja na kusoma neno la Mungu linafunua makusudi ya Mungu. Lakini Roho Mtakatifu hutufunulia makusudi ya Mungu tuliokusudiwa. Tumeona pia tunaweza tukalijua kusudi la Mungu kwa fursa zinazotokea na milango inayofunguka mara kadhaa inatuingiza kwenye kusudi la Mungu. Tumeangalia pia tunalijua kusudi la Mungu kwa kutumia karama na vipawa na vipaji mbalimbali ambavyo Mungu anakuwa ametupa kwenye maisha yetu. Vile vipawa na huduma na karama huwa vinatupa kujua mawazo ya Mungu kuhusu sisi na kuhusu huduma. Hiyo tumeona pia. Lakini pia tunajua kusudi la Mungu kupitia ushirika wa watakatifu. Ni rahisi sana mtu akaimba, akahubiri, akakushuhudia, na kupitia mtu fulani ukajua kusudi la Mungu kwako ni nini. Sasa naomba kwa dakika zilizo mbele yetu, hebu tuangalie jinsi ya kuishi katika kusudi la Mungu. Ni jinsi gani tunaweza kabisa kulijua lakini tukaliishi hilo kusudi la Mungu maisha yetu yote. Jambo la kwanza ambalo litatusaidia sana katika kuliishi kusudi, la kwanza kabisa kumjua Mungu. Knowing God personally. Yaani wewe kama wewe unapaswa kumjua Mungu. Katika kumjua Mungu, kwanza hauwezi ukaishi na mtu usiyemjua. Hauwezi ukashirikiana na mtu usiyemjua. Hauwezi ukakaa na mtu usiyemjua, ukafanya kazi na mtu usiyemjua, hata katika mazingira ya kawaida, hata kwenye ndoa. Mkiona watu wanaishi kwenye ndoa miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 60, ni kwamba hawa watu kuna namna kila mmoja amemjua mwenzake. Ameshajua ni wakati gani amekasirika, ni wakati gani amekwazika, ni wakati gani hataki mazungumzo, ameshajua jinsi ya kuishi naye. Kwa taarifa yako, hata mtu mbaya kabisa unaweza ukaishi naye. Hata mtu mbaya kabisa, hata mtu mlevi ukimjua utaishi naye vizuri sana. Kwa taarifa yako, hata mtu jambazi ukimjua utajua unaishi naye vipi. Utajua kwamba ukilala naye chumba kimoja hautafunga macho. Kwa hiyo utaishi naye kwa sababu unamjua. Anyway, kumjua Mungu kutakusaidia kuishi na Mungu, kukaa na Mungu na kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Wafilipi 3:10. Kusudi la Mungu tunaliishi na tunakaa nalo kwa sababu tumemjua Mungu. Anasema ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Lakini Ayubu 22:21, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Kitu ambacho kitakusaidia. Tuseme sasa
katika haya maisha umeshajua kwamba kusudi la Mungu ni mimi nimtumikie kwa mali zangu. Labda nijenge makanisa, labda nihudumie yatima, labda nihudumie wajane, labda nifadhili mikutano ya Injili. Hivyo umeshajua hilo ndilo kusudi la Mungu. Sasa ili kwamba kusudi hilo lisipotee, kusudi hilo lisiingie dosari, kusudi hilo lisiingie mgogoro, sasa mjue Bwana, mjue Mungu vilivyo. Ngoja nikwambie mambo yafuatayo. Hauwezi kumtumikia Mungu usiyemjua. Utamtumikia kwa kiwango umemjua. Utamwabudu kwa kiwango umemjua. Utahubiri kwa kiwango umemjua. Utaomba kwa kiwango umemjua. Utashinda vita vya kiroho kwa kiwango umemjua. Utamwamini kwa kiwango umemjua. Maana yake kumjua Mungu ni pointi nzuri sana na muhimu sana, ili kwamba mshirikiane, mtembee pamoja, mkae pamoja, muishi pamoja na uhusiano wenu uendelee. Kwa hiyo ili kwamba ukae kwenye kusudi, udumu kwenye kusudi, miaka iende, okay, mvua zitanyesha, pepo zitavuma, mafuriko yatapiga nyumba yako itakuwa salama kwa kiwango umemjua Mungu. Utashinda jaribu baada ya jaribu kwa kiwango umemjua Mungu. Hata kumwabudu utamwabudu kwa kiwango umemjua. Hata kumtumikia utamtumikia kwa kiwango umemjua. Sasa Mungu ambaye amekaa sirini, ni mwenye mamlaka yote, uweza wote, utukufu wote, ili kwamba mkae na yeye, mshirikiane kwenye kusudi. Tafadhali mjue. Tafadhali mjue. Tafadhali mjue. Kwa nini? Itasaidia hayo mahusiano. Kwa kusudi la Mungu linakaa salama na linadumu kwa kadri tumemjua. Kwa kadri ya kumjua. Kumjua Mungu na maanisha ni ule uelewa wa kina, uelewa wa ndani. Yaani sio wa kubahatisha, ni kumjua sana. Kumjua sana. Bwana asifiwe. Kumjua sana. Kristo Yesu atusaidie. Okay, ukimjua mtu utakaa naye vizuri sana. Sasa kwa kiwango tumemjua Mungu sana, kiwango hicho kitatusaidia kumpenda, kumwamini, kumwabudu, kuwa waaminifu. Yaani hatutaboronga, yale mahusiano yatakaa sawa kwa kiwango tumemjua Mungu. Ndio maana Paulo anasema ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Ayubu anasema mjue sana ili uwe na amani. Kwa kiwango umejua, kwa kiwango hicho utapenda, kwa kiwango hicho utatumika, kwa kiwango hicho utaamini, kwa kiwango hicho utamwabudu. Asilimia kubwa ya Wakristo wanaishi katika ule ufahamu wa jumla, lakini sio ule ufahamu wa karibu. Kristo atusaidie. Petro alitembea na Yesu kwa muda fulani. Alimpakia kwenye mtumbwi. Alimhudumia Yesu kama mnavyofahamu. Ila kuna siku moja tunafahamu ya kwamba Petro alipokuwa chombo kinataka kuzama, alafu akamwamsha Yesu, akamwambia Bwana, uone kwamba tunaangamia. Yesu akaamka akazikemea pepo. Tunafahamu kwenye hiyo habari, na kwenye ile habari kuna issue nyingine ilitokea. Alipomwambia tweka mpaka kilindini ukazishushe nyavu, akapata samaki wengi. Baada ya lile tukio, maandiko yanasema Petro alimsujudia Yesu. Alimsujudia Yesu. Alimfahamu katika level za uungu. Alimfahamu katika enzi, katika mamlaka na katika utukufu. Alielewa kwamba huyu si wa kawaida. Akasema Bwana, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi.
Wakristo wengi wanaishi Ukristo wa mazoea, wanaabudu kimazoea, wanatumika kimazoea, maana Mungu kwao ni kitu cha kusimuliwa, sio katika ule utukufu na katika uwezo na katika mamlaka. Bwana atusaidie. Ndio maana Ayubu anafika mahali anasema, Bwana, najua unaweza mambo yote na wala makusudi yako hayazuiliki. Naomba Ayubu 42:2. Ayubu 42:2. Ameshapitia mapito, ameshapitia machungu, watoto wamekufa, ugonjwa umemkaba, ngozi ya mwili wake imeharibika, amepitia dhoruba na tufani. Baada ya hayo maadui zake wamemng'ong'a, wamemkebei, wamemkejeli, wamemdharau, wamemdhihaki. Akapita hapo ng'ambo ya pili, Mungu akamuinua, akambariki, akampa watoto wazuri, akampa mali dabo. Anasema haya maneno, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Waweza kufanya mambo. Hata sasa kuna Wakristo wanaamini Mungu anaweza tu akaponya mafua tu, anaweza tu akampa mtaji wa 10,000 tu, anaweza tu akafanya tu kitu fulani tu kidogo. Mimi mwenzako sasa naamini Bwana aweza kufanya mambo. Halo, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwenzako ninaamini sasa mwamba unaweza ukatoa maji. Halo, mwenzako sasa naamini upepo unaweza ukaleta fedha na zikaja mifukoni. Hiyo level naamini. Kwa nini? Kuna mahali nimevuka, kuna kitu nimeona. Sasa Ayubu anasema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayazuiliki. Kwa nikwambie, kule kumjua Mungu kunaongeza imani ya mtu. Kumjua Mungu kunaongeza uzoefu. Kumjua Mungu kunaongeza ufahamu. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitaka kutembea na Mungu, mjue Mungu, itakusaidia sana. Utajua ni muabudu kwa kiwango gani, ni mtolee kwa kiwango gani, ni msifu kwa kiwango gani, ni muamini kwa kiwango gani. Kristo atusaidie. Kumjua Mungu ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, labda nikuongezea andiko. Andika Warumi 8 anzia 34. Warumi 8 kuanzia 34. Mtumishi wa Mungu Paulo, baada ya kupitia dhoruba za kufungwa gerezani, afu anapiga mapambio, milango ya gereza inafunguka, Paulo huyo anapigwa, wanamtupa huko jalalani wakidhani amekufa. Paulo huyo anakutana na madhoruba ya kila namna mpaka ya baharini. Anafika anasema, nimekwisha kujua hakika. Nimekwisha kujua hakika. Ni nani atakayehukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, namna zaidi ya hayo amefuka katika wafu na yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Endelea mpaka 38 tutaelewa kile ninachokisema. Nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha, njaa, uchi, hatari ama upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa. Huyu jamaa alikuwa anawindwa kuliko swala porini ama nyumba anavyowindwa na simba. Anatafutwa na watu wabaya. Kwa hiyo tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Ndiyo. Lakini katika mambo yote tunafanyaje? Ndio maana tunaita kanisa letu more than conquerors, zaidi ya washindi. Zaidi ya nini? Katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yale yetupenda. Sasa 38. Kwa maana nimekwisha kujua. Sema kujua. Sema nimekwisha kujua. Sema nimekwisha kujua. Nimekwisha kujua hakika. Na imani si mnajua ni hakika, Waebrania 11 ya imani ni hakika. Nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala waliopo, wala atakao kuwapo, wala wenye uwezo. Anaainisha changamoto mbalimbali. Wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote
Hakitaweza. Kujua ni swala la uzoefu. Kujua ni swala la nini? La uzoefu, kwamba huyu Mungu nimetembea naye mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne. Huyu Mungu nimetembea naye kwenye jaribu 1 2 3 4 5, kwenye changamoto 1 2 3 4 5. Inakujengea kumjua Mungu unayemtumikia, na hiyo itakusaidia kutembea kwenye kusudi la Mungu. Amen. Jambo la pili, kwa sababu ya muda, kuna mambo sasa hivi siombi kwa gharama kubwa sana. Halo? Kuna mambo huwa siombi tena huwa kuna mambo naomba kama utani siku hizi. Kama nini? Na Mungu anajitukuza si kidogo. Nini kinakusaidia kumjua? Namjua niliyemwamini, namjua ninayemtumikia, namjua ambaye tunamuomba ya kwamba ni Mungu na wala hajawahi kushindwa. Ukijua hivyo, kuna mahali pakubwa sana utavuka. Jambo la pili ni safari ya mahusiano. Kuwa na uhusiano na Mungu. Kusudi litafanikiwa kwako, litadumu kwako, litatimia kwako kulingana na mahusiano yako na Mungu. Kusudi la Mungu haliwezi kamwe kufanikiwa kama hauna uhusiano binafsi na Mungu. Watumishi wote walioitwa kuanzia Ibrahim, Isaka, Yakobo, wakina Musa, ukisikiliza habari zao, hata akina Daudi na wengine, maandiko, hata Joshua, Mungu aliwaahidi, nitakuwa pamoja nawe, sintakuacha, sintakupungukia. Kristo Yesu atusaidie. Kama kuna kitu kinanipaga ujasiri wa kupita kawaida, Mungu aliniahidi zaidi ya mara 10 ya kwamba atakuwa pamoja na mimi. Halo? Na Mungu alienda mbali zaidi. Kupitia kitabu cha Joshua sura ya 1, Mungu akawa ananiambia, kama alivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo atakavyokuwa pamoja na mimi. Sasa uwepo wa Mungu, uhusiano na Mungu unakusaidia kwenye kusudi uliloitiwa. Kama umeitwa kuhubiri, atakuwepo kuokoa, atakuwepo kuponya. Kama umeitwa kufungua watu, atakuwepo kufungua watu. Kama umeitwa kuchunga, atakuwepo kuchunga hao kondoo. Kama umeitwa kutoa fedha, atakuwepo kukubariki, kukufanikisha kwenye kazi zako, ili kwamba kusudi hilo lipate kutimia. Sasa kusudi la Mungu linafanikiwaga kwa kuwa na uhusiano na Mungu. Kitabu cha Kutoka 25:8 anasema, wanifanyie patakatifu ili niweze kukaa katikati yao. Kutoka 25:8, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Musa anaagizwa kutengeneza maskani ya Mungu, hema ya jangwani, ambao katika hiyo kuna behewa ya nje, kuna patakatifu, alafu kuna patakatifu, na pale ambapo ndiko ilikuwa inakaa sanduku la agano, kwamba wanifanyie patakatifu. Kusudi la Mungu kwa Musa ni kwamba awatoe watu wa Mungu kule Misri ili kwamba waende Kanaani. Hilo ndilo kusudi la Mungu kwa Musa. Sasa huyu Musa, ukiangalia yale mapigo ambayo Farao alipigwa, ukiangalia ile vita ambayo Musa alishinda, ukiangalia majaribu na changamoto ambazo Musa alishinda, watu wa Mungu wakikosa maji, mwamba unatoa maji. Watu wa Mungu wakitaka nyama, upepo unaleta nyama. Watu wa Mungu wakikutana na bahari ya Shamu inakatika katikati. Watu wa Mungu wanapita. Kwa sababu gani? Mungu yuko katikati
kati yao. Ni maombi yangu ya kwamba usiwe na Mungu wa kuhadithiwa, usiwe na Mungu wa simulizi, uwe na Mungu wa kwako mwenyewe ambaye atakuwa pamoja na utakapokutana na bahari ya Sham itakupisha, utapita, maana akiwa pamoja na wewe hakuna takaloshindikana. Utakapopita mahali pagumu pakabe, mamba utatoa maji. Utakapotaka fedha, Bwana atatoa fedha. Utakapotaka ushindi, Bwana atakupa ushindi. Utakapotaka kusaidiwa, Bwana atakusaidia. Uhusiano na Mungu akiwa pamoja na sisi, hakuna atakayekuwa juu yetu. Maadui zako watakuwa ni maadui zake, wabaya wako watakuwa ni wabaya wake. Atakuficha kwenye mikono yake, atakuhifadhi kwenye mikono yake, na utakuwa salama na hakuna changamoto itakao kushinda. Ni maombi ya kwangu kwamba Mungu awe pamoja na wewe. Hata Yesu alipokuwa anawatuma wanafunzi wake, ameshawafundisha teolojia zote. Amewafundisha teolojia zote, amewafundisha homiletics, amewafundisha deliverance, demonology, amewafundisha kila takataka, amewaingizia kila kitu. Pale mwisho anasema, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru, na tazama mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Na kwa sababu hiyo, anapohubiri Petro, wanamchukia, wanampinga, wanamkamata, wanamtupa ndani kwenye gereza. Akiwepo Yesu, hakuna gereza kwa Yesu, hakuna milango ambayo itamshinda Yesu, hakuna jaribu ambalo litamshinda Yesu, maana akiwa pamoja nasi ni mwenye enzi yote na mamlaka yote. Karaba saka. Natamani umwamini Mungu kama ninavyomwamini. Ngoja nikuambie, kuna kiwango cha kumjua Mungu ambacho hata ugonjwa kwenye mwili wako utaongea na ugonjwa utasikia, maana tunamwamini yeye ambaye ana uwezo na mamlaka na nguvu zote. Kwa kadri unamjua Mungu, imani yako inakuwa kubwa. Kwa kadri unamjua Mungu, imani yako inakuwa kubwa sana. Alafu sasa, mahusiano na Mungu. Anasema, wanifanyie patakatifu nipate kukaa katikati yao. Siri ya kukaa na Mungu ni utakatifu. Nimesemaje? Siri ya kukaa na Mungu, kutembea na Mungu, kushirikiana na Mungu iko katika utakatifu. Iko katika utakatifu. Yeye ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Yaani pale mbinguni kuna wale viumbe wale wenye uhai wanne, wazee 24, sio na wale malaika, sio na nani. Mbinguni wimbo ni mtakatifu, 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 mtakatifu. Sasa ukitaka Mungu akae na wewe, uwe mtakatifu. Alafu akikaa na wewe, hakuna cha kukusumbua. Bwana tusaidie. Kwa ukisoma habari za manabii, ukasoma habari za mitume, unamsoma Joshua unafurahi, unamsoma Musa unaenjoy, unamsoma Elia. Mimi kwenye Biblia kuna mtumishi mmoja nampenda kuliko wote. Nikwambie ni nani? Mzee wa fire. Akisema, if I be a man of God, let fire come and consume. Kama mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke. I say na enjoy pastor. Hapo sasa. Sasa siri ya kuishi maisha ya hivyo, uhusiano. Uhusiano unakufanya mbingu zinakaa na wewe. Uhusiano unakufanya malaika wanakuhudumia masaa yote. Uhusiano unakufanya unajua makusudi ya Mungu kwako. Uhusiano. Kwa linda uhusiano wako na Mungu. Kusudi la Mungu kwako litatimia. Namba 3, kusudi la Mungu litatimia. Kusudi la Mungu litatimia kwako kwa kutembea naye siku zote. Kutembea naye siku zote, kuongozwa na yeye na kuyatenda aliyo ya kusudia au anayo yataka. Narudia, kusudi la Mungu kwako litadumu, litaendelea kwa mambo 3: kutembea pamoja naye, kuongozwa na yeye na kuyatenda aliyo ya kusudia ama anayo yataka. Kikubwa hapa ni pale kuyatenda anayo yataka, anayo ya kusudia. Maana yake
kama wewe ni mchungaji, ama wewe ni mhubiri, ama wewe ni mtumishi kwenye kuimba, ama si ni kwenye kufanya mambo ya mali ama maongozi, kwa kadiri ya unavyotenda anayoyataka, kwa kadiri ya unavyotenda anayoyakusudia, ndivyo mtapendana, ndivyo mtaheshimiana, ndivyo mtashirikiana. Hivi mmewahi kumuona mhubiri anakataa kumwombea mtu? Kabisa mtu anakuja anataka kuombewa, alafu mhubiri anamwambia nenda kwanza. Hujawahi kuona Umewahi kuona mhubiri anakataa sadaka? Kwenye mambo ya kutembea na Mungu na kutenda aliyoyakusudia kuna shughuli. Kuna nini? Ndio maana Elisha hakutoka kumwekea Naaman mkono. Alimwambia nenda ukamwambie aoge Yordani. Nenda ukamwambie. Lakini hakuona mtu wa kumuonyesha uso wake na kumwekea mikono. Na hata na sadaka yake ya Naaman alikataa. Si ukasome Wafalme wa Pili sura ya 5. Sasa mahali pa kutenda anayotaka na kutenda aliyoyakusudia ni changamoto. Ni changamoto, maana yake ni kiwango cha juu sana cha kuyajua mapenzi yake na kuyatenda mapenzi yake. Ni kiwango cha juu sana. Maana yake kuna habari ya kujua mbingu zinawaza nini, mbingu zinakusudia nini. Sasa kwa kadri unavyofanya anavyotaka, mnazidi kuwa marafiki. Ngoja nikuambie, Musa alikuwa ni mtu wa kiroho sana, si ndiye? Musa ni mtu wa kiroho kuliko watumishi wengi tulio nao. Tena labda niseme labda kuliko watumishi wote wanaoishi duniani leo. Kiwango cha Musa kilikuwa cha juu. Kuna siku moja aliambiwa hivi, ukauambie mwamba utoe maji. Alifanya nini, mnakumbuka? Wangapi mnakumbuka? Kwanza alikasirika, akatukana watu wa Mungu, akawaita waasi. Alafu akasema tuwatolee maji kwenye mwamba, tuwatolee maji kwenye mwamba. Kwa alifanya makosa kama 3. Ni wangapi mnajua safari ya Musa na Mungu iliishiaga hapo? Of course alimalizia vizuri na mwili wake ukatetewa wakati shetani anaogombania. Lakini safari ya utumishi iliishia hapo. Mungu akamuinua Joshua. Joshua ndiye akaingiza watu wa Mungu kwenye nchi ya nini? Maana yake alipoambia uambie mwamba, yeye alipiga mwamba. Kwa safari ya kusudi, jua Mungu anataka nini na ukifanye hicho. Sasa hapo ni pagumu, lakini Mungu akusaidie. Mungu afanye nini? Akusaidie. Mimi nakufundisha vitu ambavyo vitakufanya Mungu akuheshimu, Mungu akuelewe, afu Mungu akuamini, afu Mungu ashirikiane na wewe kila siku. Ni safari ya kusikia anachotaka na kutenda anachotaka. Ndio maana Yesu alisema hivi, mwana hafanyi neno lolote isipokuwa lile ambalo analisikia baba yake akilinena. Mfano mzuri wa hilo eneo alikuwa ni Yesu. Hakufanya kitu ambacho baba yake hakitaki. Sasa tafadhali tembea na Mungu, ongozwa na Mungu, lakini uyafanye aliyoyakusudia. Namba 4 ni kumtegemea na kumwamini. Hapo naongea habari ya imani na kumtegemea Mungu. Mambo yote yanayomhusu Mungu yanafanyikaga kwa imani. Yaani hakuna uhusiano kati ya mtu na Mungu bila imani. Hakuna chochote kinachoweza kufanyika kwako kama mtumishi au kama Mkristo bila imani. Sasa imani na kumtegemea Mungu kuna mata sana. Yaani kuna mata kweli kweli. Kuna mata kweli kweli. Kunahitajika kweli kweli. Kwa safari ya mtu na Mungu inatakaga imani. Ndio maana Habakuki 2:4 anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani.
Tunaokolewa kwa imani, tunasimama kwa imani, tunalindwa kwa imani, tunashinda kwa imani, tunajibiwa maombi yetu kwa imani, na mambo yote yanayomhusu mtu na Mungu ni mambo ya imani, maana Mungu si ni roho, haonekani. Mungu ni roho, haonekani. Inabidi imani iwepo ili kwamba mtembee na Mungu na kulitenda kusudi la Mungu katika maisha haya. Hapo naongelea imani. Waebrania Habakuki 2:4, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Warumi 1:17, mwenye haki ataishi kwa imani. Waebrania 10:37, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, akisitasita roho yangu haina furaha naye. Imani itakufanya wewe na Mungu mkae pamoja, muishi pamoja, mtumike pamoja, mtembee pamoja. Ni safari ya imani. Safari ya kusudi la Mungu ni safari ya imani. Namba 5, kusudi la Mungu linatimia kwa kumtii Mungu. Utii. Kusudi la Mungu linatimia kwa kumtii Mungu. Kwa kama mtu sio mtiifu, yaani haumtii Mungu, hautii neno, hautii mamlaka, haumtii Roho Mtakatifu, hautii hata Mungu anapotumia watumishi wa Mungu kusema na wewe, huwa una tabia ya kutokutii. Safari ya kusudi la Mungu ni safari ya kutii. Na hapo naomba nikukumbushe, miujiza yote iliyorekodiwa katika Biblia ni matokeo ya mtu mmoja aliyemtii Mungu. Miujiza yote iliyorekodiwa katika Biblia ni matokeo ya mtu mmoja aliyetii. Kuanzia Ibrahim, anaambiwa ondoka uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Akatii. Akafanyika kuwa taifa na akafanyika kuwa baba wa sisi tunaoamini kwa sababu alimtii Mungu. Utii. Mwanamke mjane wa Sarepta, muujiza wake wa debe la unga kutokwisha na mafuta kutokupungua ni baada ya kutii neno la Bwana kupitia Elia. Yule mjane wa Wafalme wa Pili sura ya 4, mjane aliyekuwa na madeni, alipoambiwa nenda ukaazime vyombo, usitake vichache, jifungie na watoto wako, umimine mafuta, alitii neno, alitii maagizo, alitii maelekezo, ndipo Mungu akaachilia neema ya ule muujiza. Miujiza yote ya Biblia yote ni mtu mmoja aliyetii. Imani pasipo utii haifanyi chochote. Kwa sikiliza maagizo. Ukiambia omba, ukiambia toa, ukiambia acha dhambi, acha. Maanake safari ya kusudi inagharimu utii. Inagharimu utii. Hilo ni jambo la 5. Na utii ni ufunguo wa mambo ya ufalme wa Mungu. You can write it down. Utii ni ufunguo wa mambo ya ufalme wa Mungu. Na watumishi wa Mungu ambao walifanya vizuri na hata sasa wanafanya vizuri ni wale ambao wamejifunza kutii. Kwa jambo la 5 ni utii. Jambo la 6, kusudi la Mungu ni safari ya kuambatana na kushikamana na Mungu siku zote. Kusudi la Mungu linatimia ni safari ya kuambatana na kushikamana na Mungu siku zote. Pressing on, holding on. Kuna maneno yanayotumika ya Kiingereza kwa maana ya kuhold to ama kucleave to ama kujoin or attach together. Ni maana kushikamana na Mungu. Nitakupa hiyo mifano afu tutamwomba Mungu. Tutaishia hapa kwa leo kwa sababu ya muda. Lakini kusudi la Mungu linatimia kama matokeo ya kushikamana na kuambatana na Mungu siku zote. Hilo neno kushikamana, neno linaonyesha kuhold, yani kumshika, kumng'ang'ania. Elisha alimng'ang'ania Elia mpaka mwisho, kusudi la Mungu likatimia kwake. Akina Petro waliambatana na Yesu, walishikamana na Yesu mpaka mwisho, hata pale ambapo aliambiwa rudi nyuma yangu shetani, yeye bado aliendelea kushikamana. Kuna watu wengi
wanakosa kusudi, wanapoteza mwelekeo kwa sababu wanakata tamaa mapema, wanavunjika moyo mapema na kadhalika. Nikupe maandiko mawili hapa kisha tuishie hapo kwa leo. Kitabu cha Waebrania sura ya 3. Waebrania sura ya 3 mstari wa 6 na mstari wa 14. Nitasoma mistari hiyo miwili. Waebrania 3 mtasoma mstari wa 6 kisha nitasoma mstari wa 14. Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana. Nyumba yake ni sisi kama tukishikamana naye. Sio tu kwamba ni nyumba, nyumba yake ni sisi kama tukishikamana sana, na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Mstari wa 14 anasema, kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo. Yaani sisi na Kristo ni damu. Sisi na Kristo ni mwili mmoja. Sisi na Kristo ni wamoja. Tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Kusudi la Mungu linatimiaga kwa watu wanaoshikamana, wanaoambatana, wanaoendelea sana. Sio watu wanaovunjika moyo, sio watu wanaokata tamaa, sio watu wanaozira. Hivyo ni watu ambao zinyeshe zisinyeshe, yuko na Yesu. Unaimba kwaya hata kama unaumwa, unaimba kwaya hata kama hali ni mbaya, bado unasema nimebarikiwa. Kristo atusaidie. Unafua mtumba wako, unapasi vizuri, unavaa mtumba wako wa 500, alafu unapaka mafuta, alafu bado unasema Yesu ni Bwana, nimebarikiwa. Yesu ni Bwana, mimi ni zaidi ya mshindi. Hata kama una chakula, unashikamana naye. Watu walioshinda ni watu ambao walikuwa ving'ang'anizi. Nitakupa mifano ya kibiblia siku moja. Wakina Yusufu anakataliwa na ndugu zake, wanamuuza, anaenda huko, mara anasingiziwa dhambi, mara anatupa gerezani, bado moyo wake haukuyumba. Tafadhali shikamana pamoja na Yesu siku zote. Andamana pamoja naye hata kama mazingira ni mabaya. Nataka nikuambie hivi, kesho yako inang'aa. Jipe moyo mkuu, kesho yako inang'aa. Jipe moyo mkuu, wewe ni kichwa wala sio mkia. Wewe ni mtu mkubwa. Halo. Bwana atusaidie. Kwa nini? Sisi ni watu tumebarikiwa. Haijalishi hali ya sasa.